Karibu sana katika sura hii ya 24 ya kitabu chetu cha Mwanzo. Ni katika mwendelezo wa kujifunza neno la Mungu kwa kusoma Biblia nzima, na ndipo hapa sasa tumefika katika sura hii ya 24. Sura hii ni ndefu kidogo, kwa hivyo tutakwenda haraka kidogo. Ni sura ambayo ina mistari 67. Kwa hivyo neema ya Bwana wetu Yesu Kristo iwe pamoja nasi tunapoanza kusoma mstari wa kwanza hadi wa 67. Mungu akubariki sana. Karibu tuende pamoja. Amina. Basi Ibrahimu alikuwa mzee mwenye miaka mingi, na Bwana alikuwa amembariki Ibrahimu katika vitu vyote. Ibrahimu akamwambia mtumishi wake, mzee wa nyumba yake aliyetawala vitu vyake vyote, tafadhali utie mkono wako chini ya paja langu, nami nitakuapisha kwa Bwana Mungu wa mbinguni na Mungu wa nchi, kwamba hutamtwalia mwanangu mke katika binti za Wakanaani ambao nakaa kati yao, bali enenda hata nchi yangu na kwa jamaa zangu ukamtwalie mwanangu Isaka mke. Yule mtumishi akamwambia, labda yule mwanamke hatakubali kufuatana nami mpaka nchi hii, je, nimrudishe mwanao mpaka nchi ulikotoka? Ibrahimu akamwambia, ujihadhari usimrudishe mwanangu huko. Bwana Mungu wa mbingu aliyenitoa katika nyumba ya baba yangu na kusema nami katika nchi niliyozaliwa, aliniapia akisema kwamba nitawapa uzao wako nchi hii. Yeye atampeleka malaika wake mbele yako, nawe utamtwalia mwanangu mke tokea huko. Na yule mwanamke asipokubali kufuatana nawe, basi utafunguliwa kiapo changu hiki, lakini usimrudishe mwanangu huko. Yule mtumishi akaweka mkono wake chini ya paja la Ibrahimu bwana wake, akamwapia katika neno hilo. Kisha huyo mtumishi akatwaa ngamia 10 katika ngamia za bwana wake, akaenda zake, maana mali zote za bwana wake zilikuwa mkononi mwake. Akaondoka akaja mpaka Mesopotamia, mpaka mji wa Nahori. Akawapigisha magoti ngamia nje ya mji karibu na kisima cha maji wakati wa jioni, wakati ambapo wanawake wanakwenda kuteka maji. Naye akasema, Bwana Mungu wa bwana wangu Ibrahimu, na kuomba majalie yawe heri leo, ukamfadhili bwana wangu Ibrahimu. Tazama, nimesimama karibu na kisima cha maji, na binti za watu wa mjini wanatoka kuteka maji. Basi na iwe hivi, yule msichana nitakayemwambia toa mtungi wako na kuomba ninywe, naye akasema unywe, nami nitawanywesha na ngamia zako pia, basi huyo na awe ndiye uliyemchagulia mtumishi wako Isaka, na kwa hayo nitajua ya kuwa umemfadhili bwana wangu. Ikawa kabla hajaisha kunena, tazama, Rebeka akatokea, binti wa Bethueli mwana wa Milka mkewe Nahori, ndugu wa Ibrahimu, naye ana mtungi begani pake. Naye yule msichana alikuwa mzuri sana uso wake, bikira, wala mwanamume hajamjua bado. Akashuka kisimani, akajaza mtungi wake, akapanda. Ndipo yule mtumishi akapiga mbio kwenda kumlaki, akasema, tafadhali unipe maji kidogo katika mtungi wako ninywe. Naye akasema, unywe bwana wangu. Akafanya haraka, akatua mtungi wake mkononi mwake, akamnywesha. Hata alipokwisha kumnywesha, akasema, na ngamia zako nitawatekea hata watakapokwisha kunywa. Akafanya haraka, akamwaga maji ya mtungi wake katika birika, akapiga mbio kisimani ateke, akawatekea ngamia zake wote. Basi yule mtu akamkazia macho, akanyamaza ili ajue kwamba Bwana ameifanikisha safari yake ama sivyo. Ikawa ngamia walipokwisha kunywa, yule mtu akatoa pete ya dhahabu, uzani wake ulikuwa nusu shekeli, na vikuku 2 kwa mikono yake, uzani wake ulikuwa ni shekeli 10 za dhahabu. Akasema, binti wa nani wewe? Tafadhali uniambie, je, iko nafasi katika nyumba ya baba yako tupate mahali pa kukaa kwa muda? Akasema, mimi ni binti wa Bethueli mwana wa Milka aliyemzalia Nahori. Tena akamwambia, kwetu kuna majani na malisho ya kutosha na mahali pa kukaa wageni. Yule mtu akainama akamsujudu Bwana Mungu.
Akasema, na atukuzwe Bwana Mungu, Mungu wa bwana wangu Ibrahimu, ambaye hakuacha rehema zake kwa bwana wangu. Bwana akaniongoza mimi nami njiani hata nyumba ya nduguze bwana wangu. Basi yule msichana akapiga mbio akawaambia watu wa nyumba ya mama yake mambo hayo. Na Rebeka alikuwa na kaka jina lake Laban. Laban akatoka mbio kumwendea yule mtu kisimani. Ikawa alipoiona ile pete na vikuku mikononi mwa nduguye, akasikia maneno ya Rebeka nduguye akisema, hivyo ndivyo alivyoniambia mtu huyo. Basi akamjia mtu yule, na tazama, amesimama karibu na ngamia kisimani. Akasema, karibu wewe uliyebarikiwa na Bwana, mbona unasimama nje? Kwa maana nimeiweka nyumba tayari na nafasi kwa ngamia. Na mtu yule akaingia katika nyumba, akawafungua ngamia, naye akatoa majani na malisho kwa ngamia na maji ya kuoshea miguu yake na miguu ya watu waliokuwa pamoja naye. Akaandaliwa chakula, lakini akasema, sili mpaka niseme kwanza maneno yangu. Akamwambia, haya, sema. Akasema, mimi ni mtumwa wa Ibrahimu, na Bwana amembarikia sana bwana wangu Ibrahimu. Amekuwa mtu mkuu, amempa kondoo na ng'ombe na fedha na dhahabu na watumwa na wajakazi na ngamia na punda. Na bwana wangu akamzalia bwana wangu mwana wa kiume katika uzee wake, naye amempa yote alionayo. Kisha bwana wangu akaniampisha akisema, usimtwalie mwanangu mti za Wakanaani ambao nakaa katika nchi yao, ila uende mpaka nyumbani kwa babangu na kwa jamaa zangu ukamtwalie mwanangu mke. Nikamwambia bwana wangu, labda huyo mwanamke hatafuatana nami. Akaniambia, Bwana ambaye naenenda machoni pake atapeleka malaika wake pamoja nawe, atafanikisha njia yako, nawe umtwalie mwanangu mke katika jamaa zangu na wa nyumba ya baba yangu. Ndipo utafunguliwa kiapo changu hapo utakapowafikiria jamaa zangu, nao wasipokupa msichana huyo utafunguliwa kiapo changu. Nami nikaja leo kisimani nikasema, Bwana Mungu wa bwana wangu Ibrahimu, ukinifanikishia sasa njia yangu niendayo mimi, tazama nimesimama karibu na kisima cha maji. Basi na iwe hivi, msichana ajaye kuteka maji nikamwambia, nipe na kuomba maji kidogo katika mtungi wako ninywe, naye akaniambia, unywe wewe na ngamia zako, pia nitawatekea huyo na awe ndiye mke Bwana aliyemwekea mwana wa bwana wangu. Hata kabla sijaisha kusema moyoni mwangu, tazama Rebeka akatokea na mtungi begani mwake, akashuka kisimani akateka. Akamwambia, tafadhali nipe maji ninywe. Akafanya haraka, akatoa mtungi wake chini, akanena, unywe na ngamia zako nitawanywesha pia. Basi nikanywa, akawanywesha na ngamia nao. Kisha nikamuuliza nikasema, binti wa nani wewe? Naye akasema, mimi ni binti wa Bethueli mwana wa Nahori Milka aliyemzalia. Nami nikamtia hazama puani mwake na vikuku mikononi mwake. Nikainama nikamsujudia Bwana, nikamtukuza Bwana Mungu wa bwana wangu Ibrahimu aliyeniongoza njiani nimtwalie mwana wa bwana wangu binti wa ndugu yake. Basi kama mnataka kumfanyia rehema na kweli bwana wangu, niambieni; kama sivyo, niambieni pia, ili nigeuke upande wa kuume au wa kushoto. Ndipo Labani na Bethueli wakajibu wakasema, neno hili limetoka kwa Bwana Mungu, wala sisi hatuwezi kukuambia neno jema wala baya. Tazama, huyo Rebeka yuko mbele yako, umchukue ukaende zako, awe mke wa mwana wa bwana wako, kama alivyosema Bwana Mungu. Ikawa mtumishi wa Ibrahimu aliposikia maneno yao, akainama hata nchi mbele za Bwana Mungu. Kisha huyo mtumishi akatoa vyombo vya fedha na vyombo vya dhahabu na mavazi akampa Rebeka, na vitu vya thamani akampa nduguye na mamaye pia. Wakala wakanywa yeye na watu waliokuwa pamoja naye, nao wakakaa usiku. Wakaondoka asubuhi, naye akasema, nipeni ruhusa niende kwa bwana wangu. Ndugu yake na mama yake wakasema, msichana na akae kwetu kama siku 10 zisipungue, baadaye aende. Naye akamwambia, msinikawilishe, mradi Bwana Mungu amefanikisha njia yangu, nipeni ruhusa niende kwa bwana wangu.
Wakasema, na tumuite huyo msichana tumuulize mwenyewe. Wakamuita Rebeka, wakamuuliza, je, utakwenda na mtu huyo? Akasema, nitakwenda. Ndipo wakampeleka Rebeka ndugu yao na yaya wake na mtumishi wa Ibrahimu na watu wake. Wakambarikia Rebeka, wakamwambia, ndugu yetu uwe wewe mama wa 10,000 mara 1000 nyingi, na wazao wako wa urithi mlango wa hao wa wachukiao. Rebeka akaondoka na vijakazi wake, nao wakapanda juu ya ngamia wakamfuata yule mtu, naye huyo mtumishi akamchukua Rebeka akaenda zake. Basi Isaka alikuwa amekuja kwa njia ya Beer-lahai-roi, maana alikaa katika nchi ya kusini. Isaka akatoka ili kutafakari kondeni wakati wa jioni. Akainua macho yake, akaona kuna ngamia wanakuja. Rebeka akainua macho, naye alipomwona Isaka alishuka juu ya ngamia. Akamwambia mtumishi, ni nani mtu huyu ajaye kondeni kutulaki? Mtumishi akasema, huyo ndiye bwana wangu. Basi akatoa shela yake akajifunika. Yule mtumishi akamwambia Isaka mambo yote aliyoyatenda. Isaka akamuingiza Rebeka katika hema ya mama yake Sara, akamtoa Rebeka akawa mkewe, akampenda. Isaka akafarijika kwa ajili ya kufa kwa mama yake. Hapo msikilizaji, ndio mwisho wa ile sura ya 24. Ilikuwa na mistari 67 na tumejitahidi kusoma kwa haraka ili kuweza kufanikisha kwamba ndani ya dakika hizi 15 tuweze kufanikisha kwamba tunasoma sura yote, kwa sababu nia yetu ni kuhakikisha kwamba angalau siku moja tuweze kupata sura moja. Kama tutaweza kusoma sura 2 kwa siku moja sawa, lakini angalau kila siku tupate sura moja, ili kuhakikisha kwamba mpaka siku zinavyozidi kwenda tuweze kuhakikisha kwamba tunamaliza Biblia yote. Basi Mungu akubariki sana, na Mungu akuangazie nuru ya uso wake na kukufadhili. Asimame pamoja nawe kila wakati, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.